Hadithi ya mwana mpotevu labda ndiyo mfano unaojulikana zaidi wa Bwana. Lakini ingawa tumeizoea sana, huwa tunaita mfano wa mwana mpotevu. Lakini ngoja nikuambie, huu kwa kweli ni mfano wa wana wawili wapotevu. Wana wote wawili wamepotea. Mwana mmoja anakuwa mpotevu anapokimbia nyumbani, na yule mwingine ni mpotevu akiwa bado yuko nyumbani. Wana wote wawili wanapinga matakwa ya baba yao. Wana wote wawili wanamvunja moyo baba yao. Baba anatoka nje ya nyumba ili kuwatafuta wote wawili. Kwa kweli, wote wawili wanahitaji kupatikana. Sasa kumbuka, huu ni mfano wa tatu kati ya mifano mitatu hapa katika Luka sura ya 15. Yesu anasimulia mifano hii akijibu Mafarisayo na waandishi wa sheria. Walikuwa wanalalamika kwa sababu Yesu alikuwa anakula chakula na watu wa aina zote za wenye dhambi, unajua, ambao labda wasingekanyaga hata mlango wa sunagogi. Sasa Yesu anataka kuonyesha hapa kwamba jukumu lake ni kuwatafuta na kuwaokoa waliopotea. Unaona, waliopotea wanahitaji kupatikana, na wanapopatikana, kama tutakavyogundua hapa, majeshi ya mbinguni hushangilia. Sasa hadi sasa tumeona yule mtoto mdogo akidai urithi wake kabla baba yake hajafa. Hilo lilikuwa ombi la aibu sana. Lakini baba anagawa urithi, na baada ya hapo basi yule mwana mdogo anaondoka. Baada ya kupoteza urithi wake wote kwa maisha ya anasa, Biblia inasema alitambua makosa yake. Hivyo akiwa kule zizini mwa nguruwe akifa njaa, anakuja na mpango na anaamua kurudi nyumbani. Sasa watu wengi wanafikiri kwamba katika hatua hii ametubu kule zizini mwa nguruwe, lakini hii siyo toba ya kweli. Ameandaa ombi la msamaha, lakini Yesu anamnukuu akisema maneno yale yale ambayo Farao alimwambia Musa ili ajinasue na mapigo. Farao alisema, nimetenda dhambi mbele za Mungu na mbele yako. Hivyo ndivyo kabisa mwana mpotevu atakavyosema. Lakini mwana mpotevu ataongeza sentensi hii ndogo mwishoni, nifanye, kwa maana halisi, nifanye mmoja wa watumishi wako wa kuajiriwa. Na neno la Kigiriki linalotumika hapa kwa watumishi sio lile la kawaida linalomaanisha mtumwa au mtumishi. Linamaanisha fundi aliyekodiwa. Unaona, anapanga kumwomba baba yake amlipie mafunzo ya ufundi ili amfanye kuwa fundi stadi na amlipe mshahara. Unaona, kwa njia hii anaweza kuendelea kuishi maisha ya kujitegemea na nani anajua, huenda hata akafanikiwa kumlipa baba yake kile alichomdai. Lakini ngoja nikuambie, harudi nyumbani ili akiri makosa yake. Anarudi nyumbani kujaribu kulinda heshima yake. Sasa kinachotokea baada ya hapo kinashangaza, hasa kwa waandishi na Mafarisayo waliokuwa wakimsikiliza Yesu anaposimulia hadithi hii kwa njia ya kusisimua. Mandhari manne yanajitokeza haraka hapa, na tukio la kwanza linaangazia neema ya Baba. Mstari wa 20 unasema, wakati yeye, yaani yule mwana, alipokuwa bado yuko mbali, baba yake alimwona, akamsikitikia, akakimbia, akamkumbatia na kumbusu. Neno lililotumika hapa kwa kukimbia linamaanisha kabisa kushindana mbio. Na lazima nikuambie, katika utamaduni huu, wazee hawakushindana mbio na mtu yeyote. Hawakukimbia. Kukimbia kulionekana kuwa chini ya hadhi ya mtu mzima hapa Mashariki ya Kati. Sasa kwa nini anakimbilia mwanawe? Au bora zaidi, anawahi nani kumfikia mwanawe? Unaona, katika siku hizi na zama hizi, maamuzi ya dhambi na ya aibu ya mwana mpotevu hayakuaibisha tu baba yake na familia yake, bali pia kijiji kizima. Kwa hiyo mambo mawili yanaweza kabisa kutokea hapa kwa huyu mwana mpotevu. Wakazi wa kijiji wangeweza kufuata sheria na kumpiga mawe hadi afe, au wangeweza kufanya kile kilichoitwa sherehe ya kazaza. Sherehe hiyo ilihusisha kuchukua chungu, kukijaza na maharagwe yaliyotiwa moto na kukitupa miguuni pa mwana mpotevu, ikimaanisha hadharani katika sherehe hiyo ya kazaza kwamba hatapokea chochote tena kutoka kwao. Angefungiwa mbali na kijiji chao milele.
Kwa hiyo unahitaji kuelewa kwamba baba anakimbia ili amfikie mwanawe mpotevu kwanza. Na hapa ndipo mfano huu unageuka kuwa picha ya Mungu Mwana ambaye alitoka nyumbani kwa Baba na kukimbia kuja kuwatafuta na kuwaokoa waliopotea. Sasa kwa hayo, sehemu ya pili inaanza. Inaangazia hatia ya mwana. Mstari wa 21, mwana akamwambia, Baba, nimetenda dhambi juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili tena kuitwa mwanao. Kwa njia, unaona kwamba hakusema ile sentensi ya mwisho kuhusu msaada wa kifedha. Ameshikwa na butwaa na neema, upendo na huruma ya baba yake. Ona, sauti ya mwana mpotevu imebadilika kabisa. Sasa anasema tu, sistahili tena kuitwa mwanao. Basi hakuna mazungumzo, ni ungamo la kweli na la unyenyekevu tu. Sasa kwa hayo, sehemu ya tatu inaanza na inaangazia zawadi za neema kutoka kwa Baba. Mstari wa 22 unasema, lakini Baba akawaambia watumishi wake, leteni haraka vazi bora mkamvike, mkamvalishe pete mkononi na viatu miguuni mwake. Sasa hili vazi bora hapa kimsingi linamaanisha vazi la kwanza. Hili ni vazi la Baba. Hili lingevaliwa siku za sherehe na kwenye hafla kubwa. Kwa hiyo Baba hapa anasema, fanyeni hili haraka. Kwa nini? Basi ili lile kundi la watu litakapofika kutoka kijijini, waelewe mara moja kwamba kumekuwa na upatanisho. Mwana yuko chini ya ulinzi wa baba yake. Kimsingi anavaa heshima na hadhi ya baba yake. Hii ni picha nzuri ya wokovu. Sisi ni wenye dhambi wachafu, lakini tumefunikwa kwa haki na sifa ya Yesu Kristo. Baba hapa pia anamvalisha mwanaye pete kidoleni na viatu miguuni. Ile pete ilikuwa muhuri wa mamlaka ya kifamilia. Hii ilimpa haki ya kufanya biashara kwa jina la baba yake. Na siwezi kujizuia kufikiria vivyo hivyo, wapendwa, kama watoto wa Mungu, tunafanya mambo ya milele kwa jina la Mungu leo, sivyo? Sasa viatu hapa vilikuwa ishara ya wanachama wa familia. Watumwa hawakuvaa viatu, bali wanachama wa familia ndio walivaa. Sasa Baba anaita sherehe ya karamu hapa kwenye mstari wa 24. Anasema, mwanangu alikuwa amekufa na sasa yu hai tena. Alikuwa amepotea na sasa amepatikana. Sasa huyu mwana alifanya nini kustahili haya yote? Basi hebu nikuambie, hakufanya chochote, na huo ndio ujumbe. Humlipi Mungu kwa wokovu. Ni zawadi ya neema ya Mungu. Sasa hii inaturudisha kwenye tukio la mwisho linaloanza hapa kwenye mstari wa 25, na hili linaangazia kunungunika kwa kaka mkubwa. Mstari wa 28 unatueleza kwamba kaka yake mkubwa anawasili nyumbani kutoka kazini na mara moja anajawa na chuki. Anakataa kushiriki kwenye sherehe. Baba yake anafanya nini? Anampokea mwenye dhambi na anakula naye chakula, na hivyo kaka mkubwa ananung'unika. Unaona, Bwana anaonyesha wazi kwamba anamlinganisha yeye na Mafarisayo. Hawako tayari kula chakula na mwenye dhambi ambaye hawaamini anastahili, na wananung'unika kuhusu Yesu. Basi tena Baba analazimika kutoka nje ya nyumba yake. Anatoka nje kwenda kwa kaka mkubwa, na kaka mkubwa anamwambia baba yake hapa kwenye mstari wa 29, miaka hii yote nimekutumikia na sikuwahi kukosa kutii amri yako, lakini hukuwahi kunipa mbuzi mdogo ili nifurahi na marafiki zangu. Lakini huyu mwanao aliporudi, ambaye ameharibu mali yako na makahaba, ulimchinjia ndama aliyenona. Sasa ninaposoma hili, lazima nikiri kwamba kwa kweli nahisi huruma kwake. Hata mimi naona kama si haki, lakini nataka uangalie hili. Neema haihusiani kabisa na haki. Neema ni msamaha usiostahiliwa kila wakati. Ona, huyu kaka mkubwa anaonekana mzuri, lakini ana moyo wa Mafarisayo. Ndiyo, amefuata sheria, anaheshimika, anaaminika, ni mwenye maadili, ni mtiifu, ndiye aliyekuwa anasifiwa kwa kuwa mwana aliyebaki nyumbani.
Anaamini anastahili kutendewa hivi na baba yake, lakini anakosa kuelewa jambo la msingi. Neema siyo zawadi ya malipo, ni zawadi ya bure. Ukweli ni kwamba kaka mkubwa alijali zaidi maslahi yake kuliko furaha ya baba yake. Kwa kweli alijali zaidi maslahi yake kuliko hata furaha ya kaka yake kurudi nyumbani na kurejeshwa. Wewe unajiona wapi katika mfano huu? Je, unajiona kama kaka mkubwa, mtu ambaye amefuata sheria na labda unaamini unastahili kutendewa vyema zaidi na baba yako wa mbinguni? Basi naomba nikutie moyo ukiri sasa hivi ule moyo mgumu wa kiburi na umshukuru Mungu tena, kwa sababu neema yake ni zawadi ambayo haistahiliwi kamwe. Je, leo unajiona katika huyu mwana mpotevu, huyu kaka mdogo aliyerudi nyumbani, mtu ambaye alikimbia mbali na Mungu, lakini sasa anatambua kwamba hastahili neema ya baba yake? Basi kama wewe ni huyo hapo ulipo sasa hivi, naomba nikukaribishe umwombe Bwana kwa unyenyekevu akupe zawadi zake za rehema na wokovu. Kumbuka, hizi zawadi ni zako bure kabisa, na ni kwa sababu Yesu alilipa yote. Basi wapendwa, hadi tutakapokutana tena kwenye safari yetu ya hekima, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.